Je, ushawahi jiuliza ni kwa nini uhai upo katika dunia hii yetu pekee? Katika anga tulivu za usiku, mabilioni ya nyota humetameta kama vipande vya almasi vilivyotawanyika kwenye blanketi nyeusi. Lakini kati ya nyota hizi zote na sayari zinazozizunguka, ni dunia yetu tu, kijimviringo cha buluu kinachoelea kwa utulivu, ambacho tunakijua kwa hakika kuwa ni makazi ya uhai. Hii inatupa hisia za upweke na umaalum kwa wakati mmoja. Tukiangalia bustani la ajabu tuliitalo nyumbani, tunahitaji kuuliza, kwa nini hapa? Kwa nini maisha yamepatikana ardhini huku na yakakosekana kwenye sayari zingine, zikiwemo majirani zetu wa karibu kama Mihiri na Zuhura? Fikiria juu ya nyumba nzuri zaidi ambayo ungeweza kujenga. Nyumba hiyo inafaa kukuwa na joto la kutosha, sio baridi sana na sio joto sana. Ili nyumba hiyo iweze kukalika, inafaa kukuwa na ulinzi wa kutosha kutokana na hatari za nje. Maji na chakula ni muhimu sana kuwepo kwenye nyumba ile ili uweze kuita nyumba nzuri. Nyumba hiyo ni dunia hii yetu. Dunia yetu inatulinda kama mama amlindavyo mtoto wake. Acha nikupe sababu kadhaa, yani kwa nini dunia hii yetu ni makazi ya viumbe hai. Sababu ya kwanza, dunia iko kwenye ukanda wa Goldilocks, ambao ni mahali pazuri kwa uhai. Dunia yetu ipo mahali pazuri katika mfumo wa jua. Iko katikati ya eneo liitwalo ukanda wa Goldilocks, ambayo ni eneo lenye mazingira yafaayo ya kukuza maisha, na ambayo si karibu sana na jua wala sio mbali sana nalo. Hii inamaanisha kuwa hali za hapa ni nzuri, yani si joto sana au si baridi sana. Ni kwa sababu hii dunia inaweza kuwa na maji yakimiminika na joto lifaalo kwa uhai. Kama dunia ingekuwa mahali pengine, uhai kama tunavyofahamu haungeweza kuwepo. Sayari kama Zebaki na Zuhura ziko karibu sana na jua, ambako ni joto sana na kiasi kwamba maji hayawezi kupatikana kwenye hali tulivu, na vitu vyote muhimu katika kufanikisha maisha vingeteketezwa mara moja. Upande mwingine wa dunia ni sayari ya Mihiri, ambayo iko mbali zaidi kutoka kwenye jua, ambako ni baridi sana kwa maji ya kumiminika kuwepo kwa urahisi. Dunia imewekwa vizuri katika eneo la sahihi kabisa. Inasemekana kuwa nyota zingine pia ziko na kanda zao za Goldilocks, na wanasayansi wana hamu kubwa ya kupata sayari katika maeneo hayo, kwani hapo ndipo uhai unaweza pia kuwepo. Sababu ya pili, kuwepo kwa maji ambayo ni kiini cha uhai. Maji ni muhimu kwa viumbe hai kuishi, na kwa bahati nzuri dunia ina mengi. Kwa kweli, 70% ya uso wa dunia umefunikwa na maji. Dunia ina maji katika hali zote tatu: hali ngumu tunayoita barafu, hali ya kumiminika, na gesi ambayo ni mvuke wa maji. Uwezo wa maji kukua katika hali hizi ni muhimu kwa kusaidia uhai. Inasaidia mimea, wanyama na binadamu kukua, kusafirisha virutubisho na kubaki na unyevu. Ndani ya seli hai, yani seli ya wanyama na viumbe vingine hai, maji hubeba molekuli muhimu, huondoa takataka na hufanya seli iendelee kufanya kazi. Maji pia yana jukumu muhimu katika kumeza gesi chafu ya carbon dioxide, yani CO2, kutoka kwenye hewa. Uwezo huu wa kumeza CO2 husaidia kuweka hali ya hewa ya dunia hii katika usawa na kupunguza hatari ya athari ya kujaa kwa gesi hii chafu. Zaidi ya hayo, maji husaidia kudhibiti joto la dunia. Uwezo wake wa kumeza na kutoa joto polepole huzuia mabadiliko makali ya joto na kufanya dunia kuwa mazingira thabiti na ya starehe kwa uhai. Sababu ya tatu, nishati kutoka kwa jua, ambayo ni nguvu ya uhai. Mwanga wa jua ni chanzo kikuu cha nishati na uhai duniani. Mimea hutumia mwanga wa jua kwa utoaji wa chakula kupitia mchakato unaojulikana kama photosynthesis kwa kimombo. Mchakato huu hutoa oksijeni na chakula kinachosaidia takriban uhai wote duniani.
Nishati ya jua pia hutoa joto inayofanya dunia iwe na joto la kutosha kwa maji ya kumiminika kuwepo na mfumo wa mazingira hai kustawi. Bila nishati hii, dunia ingekuwa mwamba baridi usio na uhai. Sababu ya 4. Angahewa ambayo ni blanketi ya ulinzi. Angahewa au kwa kimombo atmosphere ya dunia hii ni matabaka membamba ya gesi zinazozunguka sayari yetu. Angahewa hufanya kazi kama blanketi la ulinzi na ina kemikali muhimu kwa uhai kuwepo. Ingawa mwanga na joto ni mifano ya nishati yenye msaada kutoka kwa jua, miale ya ultraviolet radiation, yani UV light, ni mfano ya nishati yenye madhara makubwa ambayo jua hutuma duniani. Kuangukiwa na kiasi kikubwa cha miale hii kunaweza kusababisha kuungua kwa ngozi na magonjwa makali zaidi kama saratani. Kwa bahati nzuri, tabaka la ngozi la ozoni ambalo ni sehemu la angahewa humeza kiwango kikubwa cha miale hii ya hatari na kutulinda sisi. Angahewa pia hufanya kazi kama ngao dhidi ya mawe madogo yanayopatikana katika anga za mbali. Kwenye sayari zenye angahewa ndogo au zile yenye hazina kabisa kama zebaki, mawe haya hugonga ardhi zao na kuacha mashimo. Mawe haya hukua mengi na huingia kwenye angahewa ya dunia yetu kila siku, lakini nyingi yazo huungua kabla ya kufika ardhini, na kwenye anga za usiku mawe haya hutengeneza sinema nzuri yanapoungua. Yanapochomeka huunda njia zinazong'aa unazoweza kuona kama nyota zinazodondoka. Angahewa pia ina kemikali ambazo ni muhimu kwa uhai. Moja ya gesi muhimu zaidi ni CO2. Ingawa inajumuisha tu takriban asilimia 0.04 ya angahewa, CO2 ina umuhimu kubwa katika kusaidia uhai. Inasaidia kudhibiti joto la dunia kwa kunasa joto la kutosha, kuweka sayari ikiwa na joto na kuzuia isiwe baridi sana. Muhimu zaidi, mimea inahitaji CO2 kufanya utoaji wa chakula kutokana na mwanga, mchakato ambao unabadilisha CO2 kuwa oksijeni. Bila CO2 mimea isingeweza kukua na viwango vya oksijeni vingekuwa vya chini sana. Oksijeni inajumuisha takriban asilimia 21 ya angahewa na inahitajika na viumbe vingi hai, ikiwa ni mojawapo na binadamu. Angahewa pia husaidia kuunda hali ya hewa kama mvua, upepo na theluji ambayo huunda mazingira tofauti duniani. Bila angahewa, dunia isingeweza kukua na mvua ya kunyunyizia mimea maji au upepo wa kusambaza mbegu. Hii husaidia kuunda mifumo mbalimbali ya mazingira hai na kutoka misitu ya mvua yenye rutuba hadi majangwa makavu. Sababu ya 5. Hali ya hewa inayofaa inayojumuisha joto na mvua. Hali ya hewa ya dunia inafaa kukua hai kwa sababu inabaki ndani ya kipimo cha joto na mifumo ya hali ya hewa inayoruhusu viumbe hai kuishi. Wakati baadhi ya sehemu za sayari ni ya joto sana na zingine ni baridi sana, hali ya hewa ya jumla ya dunia hii ni sahihi kwa uhai, ikiruhusu maji yabaki yakimiminika na mifumo ya mazingira hai kustawi. Hali ya hewa ya dunia si sawa kila mahali. Inajumuisha maeneo tofauti kama vile misitu ya mvua ya tropiki na majangwa na kofia za barafu za pola. Maeneo haya yana hali ya hewa ambazo zimebaki thabiti kwa vipindi virefu sana, ikiruhusu viumbe hai kuzizoea. Wanyama katika bara la Aktiki, kwa mfano, wameendelea kwa namna ya kukabiliana na baridi hii kali, wakati mimea na wanyama katika majangwa yakiishi na maji madogo. Usawa huu unaruhusu aina mbalimbali za mifumo ya mazingira hai kuwepo, kila moja ikiwa na viumbe vinavyofaana vizuri kwa mazingira yao. Hali ya hewa ya dunia imebadilika kwa muda. Wakati wa dinosari, takriban miaka milioni 65 iliyopita, hali ya hewa ilikuwa ya joto zaidi kuliko ilivyo sasa, bila kofia za barafu za pola na viwango vya juu vya bahari. Sehemu kubwa ya sayari ingeweza kuhisi zaidi kama msitu wa mvua tropiki, ambayo iliruhusu dinosari wakubwa na viumbe wengine wa zamani kustawi. Baada ya dinosari, dunia hii iliingia katika kipindi
kama vile zama za barafu, wakati sehemu kubwa za sayari zilifunikwa na barafu. Hata hivyo, mabadiliko haya kawaida hutokea polepole vya kutosha kwa uhai kuzoea, ikiruhusu viumbe kuishi na kuendelea kwa mamilioni ya miaka. Sababu ya 6. Mabamba ya ardhi ambayo ni maumbile yasiyokoma kubadilika. Uso wa dunia sio ganda moja imara linalofunika sayari. Badala yake imeundwa na vipande vikubwa vinavyosogea viitwavyo mabamba ya tektoniki. Mabamba haya huunda ganda la dunia na huelea juu ya manteli, ambalo ni tabaka la mwamba ulio katika hali ya uji unaosogea chini yake. Ingawa mabamba haya husonga polepole sana, sentimita chache tu kila mwaka, mwendo huu una athari kubwa kwa dunia. Kadri mabamba haya yanavyosogea, yanaweza kugongana, kutenganishwa na kuteleza wakati yakipishana. Msukumo huu endelevu huunda upya sayari hii, ukitengeneza milima, mabonde, volkano na hata bahari mpya. Mabamba haya tektoniki yanawajibika kwa mandhari mengi tofauti duniani, ambayo hutoa makazi mbalimbali ambayo mimea, wanyama na viumbe wengine huweza kustawi. Jukumu muhimu la mabamba ya tektoniki ni jinsi yanavyorudisha gesi muhimu kwenye anga hewa. Carbon dioxide, yani CO2, hutolewa kupitia milipuko ya volkano ambayo ni matokeo ya mwendo wa mabamba ya tektoniki ya dunia hii yetu. CO2 inahitajika kuweka hali ya hewa ya dunia kuwa dhabiti na kwa mimea kufanya utoaji wa chakula kutokana na mwanga. Sababu ya 7. Uwanja wa sumaku ambao ni ngao ya anga. Uwanja wa sumaku wa dunia hufanya kazi kama ngao, ikilinda sayari kutokana na upepo wa jua, yani mkondo wa chembe zenye mshiko unaotolewa mara kwa mara na jua. Wakati jua hutoa nishati kwa uhai, chembe hizi zinaweza kuwa na madhara. Uwanja wa sumaku huziepusha, ikizuia upepo wa jua kuvuta angahewa ya dunia. Bila uwanja wa sumaku, angahewa ingeweza kupotea, ikiacha sayari hii yetu ikipigwa na miale ya hatari na bila gesi zake muhimu za angahewa. Hii inaweza kuwa ndiyo kilichotokea kwa sayari ya Mihiri, ambayo ilipoteza sehemu kubwa ya angahewa yake kutokana na uwanja dhaifu wa sumaku, ikiacha ichukuliwe na upepo wa jua. Shukrani kwa uwanja wa sumaku wa dunia hii yetu, angahewa inabaki kamili, ikilinda uhai na kudumisha mazingira dhabiti. Uwanja wa sumaku pia hutoa aurora za kupendeza na mwanga wa kaskazini na kusini ambao hutokea wakati chembe zenye mshiko kutoka kwa upepo wa jua zinapoingiliana na angahewa ya dunia karibu na ncha. Sababu ya 8. Muda wa kutosha kuwezesha safari ya maumbile. Uhai duniani haukuanza ukiwa mgumu kama ulivyo leo. Ulianza na viumbe vidogo rahisi takriban miaka bilioni 3.5 iliyopita. Na kwa mabilioni ya miaka, viumbe hivi viligeuka vikawa aina mbalimbali za mimea, wanyama na hatimaye binadamu wanaoishi duniani leo. Maumbile huchukua muda, na vipindi virefu vya udhabiti na hali zinazofaa vimeruhusu uhai kuzoea, kukua na kukomaa zaidi. Hata hivyo, njia ya maumbile haijasonga kwa urahisi kila wakati. Matukio kadhaa ya kutoweka kwa viumbe vingi kama lile lililoangamiza dinosari takriban miaka milioni 65 iliyopita yamebadilisha kwa kiasi kikubwa njia ya uhai duniani. Matukio haya mara nyingi husababishwa na matukio makubwa kama vile pigo la asteroidi au mabadiliko makubwa ya hali ya hewa. Licha ya vikwazo hivi, uhai umepata njia ya kuendelea daima na viumbe vipya vimeendelea baada ya kutoweka huku. Moja ya maendeleo ya hivi karibuni na ya muhimu katika historia ya maumbile ya dunia hii huonekana kwa binadamu. Binadamu wa kisasa wamekuwepo kwa takriban miaka 1200 pekee, ambayo ni sehemu ndogo sana ya historia ya dunia hii. Binadamu waliibuka kutoka kwa viumbe vya zamani zaidi
kwa mamilioni ya miaka, na wakati huo binadamu wa mwanzo walizoea mazingira tofauti, wakitengeneza zana, lugha na tamaduni zilizowasaidia kuishi. Kipindi kirefu thabiti cha ulimwengu kinachofaa kuishi kimekuwa muhimu kwa kuruhusu uhai kuibuka katika utofauti wake wa sasa. Wakati sayari zingine zinaweza kukua na vipindi ambavyo hali ilikuwa inafaa kwa uhai, dunia imebaki thabiti kwa muda mrefu zaidi na kupa uhai muda unaohitajika kustawi na kukua na utofauti kwa njia za kipekee. Nikihitimisha, tunapoangalia nyota usiku, tunakumbusha kwamba dunia yetu ni kama kijani kimoja cha dhamani kubwa katika shada lenye dhamani la ulimwengu. Duniani tuko viumbe hai kwa sababu sayari yetu imepata mizani sahihi ya sifa muhimu zinazowezesha uhai kuwepo. Kwa kiasi kikubwa ni kama tumebarikiwa na bahati, kwani sayari yetu ina vipengele vyote muhimu vinavyohitajika kukua na uhai. Wakati wanasayansi wanaendelea kutafuta uhai katika sayari zingine, tunabaki na kujifunza, kudhamini na kulinda nyumba hii yetu ya kipekee, yaani sayari ya kijani na ya buluu inayoelea katika ukimya wa anga kuu. Asanteni.